tunaanza kuongea piste ya pili. Piste ya pili yao ni nini sasa? Ni piste ya udanganyifu yenye Kanambe anapenda akae kwenye madaraka na afanye glissement. Piste hii ya glissement iko na vipande mbili. Au atatumia uongo wa kusambaza juu ya kuleta hali ya vurugu, au atumie mazungumzo ili aglise, yani etat d'urgence juu aglise, au mazungumzo ya dialogue juu aglise. Nadhani kwa mnanielewa. Tunaingia sasa kwa piste ya pili, nguvu na kuvuruga. Niliwaambiaka katika kitabu yemeacha kuandika hapa nyuma, stratégie du chaos et du mensonge. Katikati ya kitabu ya stratégie du chaos et du mensonge, mimi nafanya development ya teme moja yenye komule. Inaitwa stratégie du chaos constructeur, manake stratégie ya udanganyifu ya kujenga. Kwa kifupi inapenda kusema watu wale biko na ufundi moja hivi teknike ya kutosha furugu, baadaye walete kitu kingine kipya. Balifanyaka pia katika uasi wa uongo walikuwa wanafanya. Maana yake wanafanyaka vurugu ili baadaye waonyeshe kitu kingine kipya, wanafanya kama walikuwa wanajenga kitu kia mpya. Ndio kazi yao. Wakati utuko nao sasa, Kanambe iko napenda kuleta vurugu yeye na Katumbi, Moize Katumbi kule Katanga. Watu wengi wako nafikiri kwamba mambo yenyewe kupita Katanga, Kanambe anapenda kumvuruga Katumbi. Msisahau ni ile tu yenyewe niliwaambia kwamba la mokolo wa pombo. Vurugu ya uongo kati yao wawili. Wanapiga penalty mbili, penalty ya tatu, force penalty. Ile mapenalty tuko huko ipiga juu ya nani? Ile ni swali mimi nauliza. Kitu yenyewe wanapenda kufanya hapa hivi ni nini? Kwa sababu biko wanaandaa hali ya kuleta vurugu juu wafanye etat d'urgence. Hippolyte Kanambe anajaza wa askari kule Katanga. Kule Katanga wa askari walikuwa wengi sana. Sasa hivi tena natoka kutuma wengine 2000 wanamwangika kule. Kwa nini? Kwa sababu wako wanaandaa deja yeye na John Numbi kufanya ingine uasi ya uongo kule Katanga. Sawa, watafanya hiyo uasi ya uongo, wa askari wale wataenda kule ilete moto mkubwa, moto iwake. Moto ikiwaka pale sasa Kanambe ataua wakongomani kule Katanga wenye wako napenda kumuasi Kabila. Ndapatia mfano, kwa mfano mtoto wa Mwando Simba hataki kufuata position ya babake. Yeye anapenda kupinga Kanambe. Yeye najua kama iko mliste ya Kanambe batamuua. Niko na liste ya watu wenye Kanambe kuna andaa kuua. Tutaifanya baadaye. Nawaambia baadaye kwa sababu hapa sina muda wa kutosha. Anaonyesha John Numbi, anamulazimisha John Numbi afanye iwezekanavyo, wafanye rebellion juu kama afanye vile atenda kusepe. John Numbi kwa wakati tuko tunaongea Kanambe iko namtumia juu afanye ile force rebellion ama uasi wa uongo kule Katanga. Na katika mpango ule Kanambe anajua kama moto inataka waka, iko nafanya deja kuhamisha bitu yake yote yenye kwa Katanga iende Tanzania. Uliza watu wenyewe wako Katanga. Upango yake ile ferme ya manyama ile. Iko na manyama karibuni 30,000 ama 2,800. 28,000 zote mangombe zinaanza kuvuka kwenda Tanzania.
iko na zipitisha zinavuka kwenda Tanzania, kwa sababu wanajua kama atamwanga damu. Waaskari hawa ambao wamewatuma kule kumpaka kule, wote ni Wanyarwanda na wako na masilaha, kwa sababu kuna shirika 5 ya Umoja wa Mataifa inayokuwa kule Katanga imemwandikia waziri wa ulinzi wa Kinshasa kuuliza tumefanya nini ili Katanga kuwa waaskari wengi hivi. Mavifaru 18 ziko zinazunguruka mjini wa Lubumbashi jua kuua wanani. Wakati waliandika ile barua, mulisikia gisi Kasuku ya taifa Lambert Mende Chakula National anajibia nasema ndio kila serikali iko na haki ya kupatia waaskari wake masilaha. Huko unaona ujinga wa Mende, ujinga wa Kongomani. Mimi namuona saa kwa yake Mkongomani ndio alianzaka kuasi wa Kongomani tangu zamani kule na RCD. Yeye ndio alikuwa msemaji wa Kagame na RCD Goma. Alishauzisha roho Mende. Anaanza sema kwamba kila serikali ina haki ya kupatia waaskari wake silaha. Unaona ujinga, ni unasema wanafanya siasa wa Kongo ni wajinga. Mumuulize Mende, ile majeshi mwenye kunaipatia masilaha ni Wakongomani ama wale wajeshi ni Wakongomani au ni wageni? Rais wa Afrika ya Kati alikuja hapa Kinshasa. Kitu kieniko na waambia nyinyi inafaa mjue renseignement ni nini. Rais wa Afrika ya Kati, Central Africaine, alikuwa Kinshasa. Mnawaza alikuwa fani Kinshasa? Mnawaza alikuwa kumbusu Kabila? Kanambe alimuita akakuja akampatia sakoshi kubwa. Mnajua ilikuwa katikati ya sakoshi mle mlikuwa ni mawe, madhahabu na pesa, kwa sababu wamtumie wa askari wakuje wamsaidie kusekirite yake, kwa sababu Wanyarwanda hawana tena confiance na Kanambe. Kanambe anaanza ogopa. Wale wengine wote walikuwa pembea Kanambe, iko na watuma Katanga, anawatuma kule kwa sababu wajiandae juu ya kuua Wakongomani. Kwa hiyo ionekane kwamba kunakuwa uasi, vita vinakuja, hakuna amani, ili faut tunaona kuko etat d'urgence, gisi ya kufanya uchaguzi hakuna. Njo shema yenye Kanambe iko nayo kuhusu hivi niwaambia kao, ili watie desordre juu wazidi kukaa kwenye madaraka. Ndio njia kubwa yenye iko nayo ili atie vurugu waikae kwenye madaraka. Haana tena haamini tena wa ndugu zake Wanyarwanda. Semaine passée James Kabarebe alikuwa Kinshasa, akakamata waaskari tuliwaambia kwa hizi patriot, akakamata wengine waaskari wote, wakafanya mpango yao kifamilia, akawakamata bote bakarudia Kigali. James Kabarebe, wa ndugu zangu, sisi wa Kongomani batu yuko wanasema Rwanda ukuye tupiganie kunyumba, abiko wanafanya kitu kwanza kule kwa bale ba opposant, abiko wanafanya kitu kwa sababu wageni wako nakuja wanafanya kila kitu kule, hakuna hata opposant mmoja yuko naongea. Inchi wako na uwa watu, inchi wako wanabadilisha wasoda, hakuna hata mtu mwenye yuko naongea. Hizo shirika ziko zinaongea, zinaandika mabarua, wafanya siasa wafanya hata kitu. Mende ndio kuna sema vibaya. Mende ndio mwenye anaanza kujibia wale watu wa mashirika na neni Mkongomani kama wao. Ndio hatari kubwa tuko nayo, ile ni ya kuchunga nchi yetu, ya kuchunga ulinzi wetu. Fasi kwenye wanataka kutia fujo ndio katika nchi yetu juu wapate uwezo wa kufanya glisma. Kwa mwisho, piste ya 3 sasa, hii nchi tunabakia nayo ni hii piste ya soulèvement populaire. Kule tutafika kule, mtanisamee kidogo, juu ile njia ya
kujimaintenir par force ndio tuko nayo, ndio ile kitu yake ya pili yenye iko nafanya juu alichie ku pouvoir inaitwa pia dialogue. Mbele tufike ku troisième piste. Munajua dialogue gisi iko natembea hii masiku. Probleme ya dialogue hii tuko nayo kwa leo, wandugu zangu. Tatizo ya dialogue tuko nayo hii masiku iko tatizo yenye inakuwa confusion, vurugu katikati ya nchi yetu Kongo. Kwa sababu kwenye Kanambe iko napenda afanye mission yake ya kupata glisma ni muhimu dialogue. Sasa ukiingia kule ku dialogue utagundua kwamba kule kulisha kwa vurugu kiasi kwamba hakuna hata mtu mwenye anajua tuko tunaenda wapi na tutafikiria wapi, kwa sababu vurugu ni hatari na hawako wanaelewana tena kukitu. Wanachagua mwakilishi Eugene Kojo, bango wao wenyewe wanapenda walishamchagua kandida wao Inike Moise Katumbi, lakini mnaona gisi kuko potopoto vurugu gisi naingia. Mtu mmoja mwenye iko na ile sifa ya kukua oponani wabo kandida wabo hakuna. Hawezi fanya kitu juu ba kandida ni bengi sana, wengi hawaminiane tena. Na gisi vinyo nawaambia hapa juu mie niko na liste, tuko na kandida akose 10, kuko kandida 5 deja kule Marekani, kandida 5 abayajulikana hata Mkongo 5. Mkongomani kwa leo, ndugu zangu, hatuna tena ubora wa mtu wa kufanya uraisi katika nchi yetu. Lakini leo sio tena mambo tutazungumzia kwa sasa hivi, kwa sababu ile mambo ya uraisi hatujua kuizungumzia leo. Juu lengo letu sasa hivi ni kugomboa nchi. Na njoo hiyo mnaona katika hizo njia zabo hizo za dialogue, katikati ya ile dialogue biko wanafanya nguvu zote ili wavuruge wafanya siasa wa Kongomani juu twende muglisma. Ile yote mko mnaona opposition yenye mko naona ile opposition mimi nitiliaka wasiwasi. Gisi wao wanasema hatutaenda kule, tutaenda ku dialogue, biko wanasema tutaenda ku dialogue. Wengi kati yao wanashimama juu ya nini? Hawapendi kwenda ku dialogue juu ya nini? Juu ambasada ya Etats-Unis ndio inasababisha iko nawaambia msiende ku dialogue. Juu gisi niwaambia ambasada ya Etats-Unis ilishasema hawapendi kwenda ku dialogue, ndio maana nao wanashindwa kuongelea mambo ya kwenda ku dialogue bali wapoza ba Kongomani. Lakini mnajua mzuri sana gisi mnawaambia kuwe dialogue, kusikue dialogue. Biko tuna njia hii moja, Watutsi pao ni juu babakie madarakani. Dialogue au kama hakutakuwa dialogue, mutie mkichwa yenu uchaguzi ama hakutakuwa uchaguzi, lengo yao ni kubakia kwenye madaraka. Biko na manjia deja zenye maisha tia mu election juu kujimaintenir ku pouvoir. Biko mwanjia tena ya kujiweka kwa nguvu. Yani munjia ya vurugu wako pale juu wabakie, juu kufanya marebelio. Wako pia mule mu dialogue banajua tena biko tena mu dialogue juu wajimaintenir ku pouvoir. Yani wa Marekani wako wanatia pression sana juu waende ku uchaguzi. Njoo maana wako naona wa Marekani wako wanatosha sheria zao, hakuna kwenda ku dialogue. Inaleta haya sana juu tuko tunaona kwamba
klasi politiki ya wakongomani hawana tena position, hawana tena malengo, hawana mwelekeo. Wanakuwa tu wanafuatilia tu, wanaronda wakisema wao wanafuatilia, wa Marekani wakisema wanafuatilia. Njia moja yenye inabakia tu ya wakongomani ni yetu. Tujiweke fasi moja, tushimame, tukatae ikuwe njia ya maeleksio, tukatae ikuwe njia ya dialogue, tukatae dialogue, eleksio, uchaguzi yote tukatae. Kuna wakati na njia hii moja ni njia ya soulèvement populaire, kuwatosha wote nje. Ila kabla niingie kwa ile njia, nataka niwaambie kwanza soulèvement populaire njoo nini. Napenda niwajibie kwa mambo nimeanza nao katika introduction, kwa sababu wako napenda kuwavuruga, wako wanaipima kwangu mimi lakini haitakamata, lakini biko wanaleta kwenu. Apareko na Honore Ngwanda na batu ya resistance hawapendi kukutana na watu wengine, hawapendi kujitia fasi mwana Tshisekedi, hawapendi kujitia fasi mwana watu wa upinzani. Ngwanda hapendi kutia watu fasi moja. Niwaambie ndugu zangu, mnisikie niwaambie vizuri ya mwisho wazi. Apareko na Honore Ngwanda na hawa wa resista wengine wazalendo wa Kongomani, lengo letu sio kutafuta kukutanana na watu tu tukue na madaraka, hapana. Lengo yetu ni kufukuza wageni, tuvunje hizi njia zabo zote za Batutsi Rwandais wenye wako nchini kwetu na wanapewa misaada ya dola za Kimarekani na za Ulaya. Tuwakataze wasibalkanize nchi yetu, watoke nje waende. Sasa ndugu zangu, kama kuna ndugu zetu wamoja wako na njia yao ingine, hii njia ya wageni, sasa sisi na wao tutaikala fasi moja kivipi? Ili tufanye nini? Atutende kala tucheze ndombolo, tucheze sundama ya bukechu, au tutende kala jua kula usombe. Tukikutanana ni kufanya action moja, sio ni action gani sasa? Kwa sababu wao wako manjia hizo, piste za kwanza mbili zenye ziko zatupeleka katika mauaji ya nchi yetu, ili wageni wakae milele. Ndio njia ya ndugu zetu zile. Nashukuru sana kwa wandugu au wafanya siasa fulani wa Kongomani wengine wamejitahidi kututafuta kule Kinshasa. Ba politiciens balijikaza kuongea na washirika wangu. Wengine walipita kwa vice president Ndala, wengine walipita kwa njia ya mama Candide Okeke, wengine walipita katika makatibu wakuu. Wanaongea tuko na bezwe, tuzungumuze na nyie, tutaenda na nyie juu tunaona espoir ya mwisho iko kwa Papa Honore Ngwanda na nyie wa resistant. Kwa nini amupendi tuikale fasi moja ili muongee na Tshisekedi ili tuokoe nchi yetu? Waliongea vile sana. Sasa msikilize niwaambie position yangu sasa. Mkumbuke vizuri kama ilipita miaka 3 niliwahi, kwanza ni miaka 4, niliwahi kuita tukafanya mkutano Paris katikati ya parti ya Gerard Munene, hii ya Pareko na IDPS. Mimi ndio nilifanya ile kazi, na watu wenyewe walishimamia mkutano ile ni directrice ya kabine yangu Candide Okeke, directeur ya Etienne Tshisekedi Albert Moleka, na walifanya ile kitu mpaka tukakuwa na mwisho. Lakini mujikumbushe kwamba nani mnaleta vurugu? Kwa nini haikufanyikiwa? Nani mnaleta fujo? Nani mnaleta kugabulana Tshisekedi? Walileta swali gani? Mimi nawaambia hivi, mimi ni shaka waita miaka 3 ilishapita,
lakini mpaka leo haina ya muhimu tena ile maapele yangu. Nitawaambia kwa nini haina tena maana ile wito wangu. Kwa sababu mimi nikawaambia twende njia moja. Mimi nilikuwa najua tangu Zaire ilipata matatizo depuis 1996. IDPS ya mkubwa wetu Etienne Tshisekedi inakuwaka tu pembeni ya Banyarwanda. Sio siri, watu wote wanajua. Wakati Rwanda iko inatuingililia, mzee Tshisekedi alikuwa pembeni ya maadui, alikuwa na waunga maadui mkono. Huyu nani huyu? Raisi wa Fonisi Olenga Nkoi. Ye peke alisemaka, akasema wakati walienda kumuona mzee Kabila alimwambia nini? Alimwambia aingekuwa sisi watu wa IDPS, sisi na IDPS, kama wewe mzee haungefika hapa Kinshasa wewe Kabila. Alideklaraka Olenga Nkoi. Wa Marekani walikuwa wanatumia IDPS ili ya kuvunja maaskari wetu moyo na makamanda wa jeshi. Ndio maana nawaambia taarifa mbaya. IDPS alikuwa anatoa habari mbaya kwa kuwaunga mkono wale watu waliokuwa watushambulia. Warwanda wenyewe walikuwa watushambulia mwaka 1996. Sawa, walifika sasa Kinshasa, Tshisekedi na IDPS wakaona wanawabaluka wazungu, wakatia mzee Laurent Désiré Kabila. Ale IDPS tena ikarudia mu opposition juu ya bisirani ya kutokupewa madaraka. Hii ni njia yenye tuko nayo, ni taarifa nzuri na kufanya choice nzuri. Ile yote ni matatizo gani? Hakuna uchunguzi na renseignement mzuri na information ya bien. Ndio matatizo ile mnajionea ni peke. Hii video ingine tuliweka kwenye website yetu ya video ya Valentin Mubaki. Video yenye tunawatilia kunani yenu ku website. Valentin Mubaki anatosha declaration yake juu ya kutosha asili ya Kamere. Wandugu zangu, napenda niwapatie somo mbili yenye tosha mule. Make leson yenye tosha mule mwe declaration ya Valentin Mubaki. Leson ya kwanza yenye natosha mule revelation ya Mubaki ni nini? Anasema alifanya Kigali miaka 2. Tena aliendaka Kigali kwa nini? Kufanya alliance na Wanyarwanda ili waandae dialogue, waandae mambo ya kwetu. Dialogue ya wakongomani itakuwa kwetu, kwanza ikuiandalia Rwanda. Eske ndugu zangu mnaelewa pale au mimi ndio mimi nakuwa kichaa? Dialogue ya wakongomani mnaweza kuiandalia Rwanda? Ili ni dialogue ya wakongomani kabisa, mniambie. Maana mimi sasa niko nasema mimi exagere mkuongea. Dialogue ya wakongomani, watu waende ikala miaka 2 Kigali kuandaa dialogue ya wakongomani? Mniambie wa ndugu zangu. Yaani wakongomani wengine wako Kigali. Hapo ndio shida iko. Leson ya pili ni mnatire mule ndani. C'est-à-dire wao wanajua kwamba Kamere ni Rwanda. Ya pili. Lakini wakati mie niko naita mzee Tshisekedi hakuna tajibu moja. Lakini yeye iko nakutanana nabo. Mimi peke yangu mnajionea jinsi Kamere alimuzaraulisha kule Marekani mu rendezvous, iko naendaka nyuma ya Kamere. Kukutana na Wanyarwanda kwa mzee wetu na wa Kamere wa Ruberwa, Bakengo,
watu wote wa Rwanda hakuna tatizo. Lakini akikutana na mkongomani tufanye nguvu tupiganie nchi, inaleta matatizo kwa mzee. Sasa kwangu mimi shida yangu mbona mimi iko wapi? Napenda tukue wazi pale. Kama mimi ndio niko na makosa, mnionyeshe kwenye na makosa. Nilimuita mzee, lakini kwa ule wakati yeye kunaongea na Wanyarwanda. Mnajua kwamba mimi niko napiganisha Banyarwanda, lakini yeye kunaongea na Banyarwanda. Yaani niwaambie hapa mwisho kwamba Wanyarwanda waliingia mwangu. Walikuja kuniatake mnyumba yangu Ufaransa Paris. Balikuwa napenda balitaka huwa hata mtoto wangu. Niliwaonyesha na site yetu ya Pareko. Shoka yenye baleta jua ni uwe. Lakini jua kunikuta sasa alisikia mtoto wangu anafungula mlango saa 10 za usiku za asubuhi, bana telefoni polisi anakuja, bana kia jikuta hakuna mtu anatosha material, bana chomeka shoka mule, banakuta hakuna mtu, wanakimbia wanaenda. Polisi anakuja anaangalia hakuna kitu, anaangalia ngatu yulu, na wakati shoka ilikuwa mule mnani mkitanda, mke wangu alikia kuiona siku chache baadaye. Nilionyesha foto ya shoka ile, biko wanatafuta kuniua mie Banyarwanda, lakini bandugu yangu wa IDPS kwende kalaka Kigali miaka 2. Mniambie tutaikala nao fasi mwa twende wapi? Wao wanajisikia uhuru kuongea na Wanyarwanda na kufanya nao kazi. Muonyesha hata declaration moja tu. Hii yenye Etienne Tshisekedi alishaka ongea kuhusu occupation ya nchi yetu. Si tuko tunapiganisha occupation, lakini yeye iko nafanya maalliance na mazungumzo na wale wa occupant. Na mie ningependa kufanya demarche ya kukutana na mzee Tshisekedi. Juu mie niliwahi kumfanya wito, niliwahi kumuita, nikafikiri kwamba atakuja tukutanane. Nikamwambia papa, tusahau makosa yetu ilipitaka yote. Tusahau ulifanyaka makosa na mimi nikafanyaka makosa. Lakini tusahau kwanza mambo ya kupita, tuchanganye kwanza fasi moja. Nilikuwa nafanya vile juu nilikuwa najua kwamba ana makosa yake fulani, hii imetoka kwa wafasiri hapa. Lakini mpaka leo inaendelea tu. Iko na uhuru sana kuongea na Wanyarwanda wa okipa tofauti na shia watoto wa nchi. Samista mlazimisha, lakini kunikamata mie eti nipeleke watoto hao nimeshaamusha, watoto hao wenyewe wameshalamuka, raia imeshalamuka, niwapeleke tu tutane na bale watu yuko wanaongea na Banyarwanda kule. Atanjo muulize kwanza wao wenyewe watu wa IDPS matatizo yao, hata kule kujalogo huko wanaenda kule. Napenda nibambie kitu kimoja haraka niwaambie. Tariki 13 Novembre 2015 President wa IDPS alisema kwamba yeye iko tayari kwenda kwa mazungumzo ya uchaguzi mu makondisyon yenye bali fixe. Madai yake iko lekeze ma declaration yake ziko. Wiki mbili baadaye, baada ya mikutano balifanya kwa uficho Italy na Espanya, juu wakati sisi tuliongeaka mkakatala tena banakia banakubali. Bakasema tena awati na tena kule kwa dialogue hapo tena balikatalaka tena. Tariki 10 mwezi wa kwanza tena bakarudia tena banasema tunaitika kwenda kudialogue, tunakatala kwenda kudialogue. Le 29 janvier tena Rais wa IDPS, President wa IDPS mzee wetu akasema tunaenda kudialogue ya nani ya Tshisekedi ya Kabila. Le 13 tena Fevrier banaitika banakatala, banaitika bananjio hapana njio. Mugaulize kwanza nabo badefinire position ya wanataka nini. Ndio sababu mimi nasema kwamba wandugu yetu wa opposition ikuwe wandugu yetu wa IDPS
hatuna na muda ya kugombana katikati yetu. Wao wamechagua njia ya kuenda pamoja na enemi mwenye alokipe inchi. Jo probleme yenye tuko nayo ya occupation nishaiongea sana. Ule mwenye atajitolea kwa kunyambia kwamba pays haiko occupé akuye. Kufatana na mpango wa Umoja wa Mataifa, sababu zote za kuonyesha kama pays yetu imeshambuliwa iko occupé zilitolewa na Umoja wa Mataifa. Conditions zote za kuonyesha kwamba inchi iko occupé zilishaonekana. Mapuissance yote yenye iko na occupation ya Kongo zishaonyesha wazi. Biso sisi wa Kongomani il faut tunakamatana pamoja tupiganishe waadui. Tusiache nchi tuibaki tu mvurugu potopoto, tubaki kuishi mvurugu. Mimi niliwaza il faut nipigane juu ya kugomboa nchi. Sikuwaza kukumbania madaraka. Ingekuwa kupigania madaraka ningekuwa tayari nisha wa Kinshasa, ila nimewaza mimi na nimeamua kutia maisha yangu muhatari juu nimalize hii vita, na ndapigana mpaka mwisho na hao watoto wenyewe niko nao na wandugu wote tulishasimamisha kule kuinchi. Tapigana pamoja.